Mwanaume huyo aliamka saa 4 kamili asubuhi kila siku ili kufanya mazoezi kwa kuvuta magari. Kuanzia mawio ya jua hadi machweo, alifanya mazoezi bila kusimama ili kufanya misuli yake iwe na nguvu. Usiku, alinyanyua dumbbells mara 1000. Alifanya kazi kwa bidii kiasi hiki kwa sababu ilimbidi kukabiliana na bingwa mwenye nguvu zaidi duniani wa mieleka ya mikono. Bingwa huyo aliweka tofali karibu naye katika kila mechi. Kila mpinzani aliyeshindwa alivunjwa mkono. Wakati bingwa aliposikia kuwa mwanaume huyo anashiriki, kwa siri alianza kutumia dawa zilizopigwa marufuku. Lakini sasa mwanaume huyo angeweza kuvuta gari kwa mkono mmoja tu. Siku ya mechi ilifika. Katika mechi ya kwanza, mwanaume huyo alipoteza, lakini mwamuzi alisema mpinzani wake alifanya kosa, hivyo walirudiana tena. Mara hii mwanaume alionyesha nguvu yake na akashinda, lakini mkono wake ulianza kuuma. Mpinzani wake aliyefuata alikuwa mchezaji mwenye nguvu kutoka Marekani. Mwanaume huyo alidhani hakuna maana ya kuhifadhi nguvu sasa, hivyo alitumia nguvu zote kuanzia mwanzo na akashinda tena. Baada ya mechi, alipaka dawa kwenye mkono wake. Meneja wake alimwambia aache kwa sababu ilikuwa hatari sana, lakini mwanaume alikataa. Hii ilikuwa nafasi yake ya mwisho kurudi kwenye michezo ya kitaaluma. Katika nusu fainali, alikutana na bingwa wa zamani. Mechi ilianza. Wote wawili walikuwa sawa. Hata kamba iliyofunga mikono yao ilikatika. Raundi inayofuata ilipokuwa karibu kuanza, alisikia mpwa wake wa kike na wa kiume wakimshangilia kwenye umati. Hii ilimpa ujasiri na nguvu mpya. Lakini bingwa pia alikuwa na nguvu sana. Kwa muda mrefu, nguvu zao zilibaki sawa. Kisha kwa muda mfupi, bingwa alipoteza usawa na mwanaume akafanya mbinu ya ajabu ya kupinga, akitumia mazoezi yake ya kuvuta magari na akashinda tena. Sasa ikafika mechi ya fainali dhidi ya bingwa mkubwa zaidi duniani. Alipofika jukwaani, mpwa wake wa kike na wa kiume walipunga medali yake ya kwanza ya dhahabu hewani kumtia moyo. Moshi mweupe ulijaa eneo hilo, huku washiriki wa fainali wakifika jukwaani. Kabla ya mechi, walitakiwa kupeana mikono, lakini bingwa alikataa kwa sababu hakupeani mikono na dhaifu. Mechi ilipoanza, mwanaume alitumia nguvu zote, lakini bingwa alicheza mchezo mchafu. Alitumia sheria ya kumuumiza kidole gumba cha mwanaume. Katika raundi iliyofuata, bingwa alipata uongozi mkubwa. Mwanaume alijaribu, lakini hakuweza kudumu kwa muda mrefu kutokana na uchovu na akaanza kupoteza. Kisha dada yake aliwasili uwanjani. Hakuwa na nguvu iliyobaki, lakini alipowaona familia yake wakisali pembeni, alitambua kuwa hapigani peke yake. Familia yake yote ilikuwa pamoja naye. Sasa aliweka kila kitu hatarini. Hata bingwa alishtuka na mlipuko wake wa ghafla wa nguvu. Mwanaume aliuma meno, akavumilia maumivu na akapiga kelele kwa nguvu. Hatimaye alishinda mashindano. Alikumbatia familia yake na kuinua kombe juu kuonyesha kila mtu,